Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Leo tutaishi na darasa yenye anwani inayosema utajiri. Wa kwanza kabisa ni watu wako wa karibu. Na vipi unaishi na watu, ndugu yangu, ili uweze kupata mafanikio kupitia watu? Kwa sababu siku zote huwezi ukapata pesa, huwezi ukapata mafanikio bila kuwa na watu. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Pesa inatoka katika mkono na mfuko wa mtu, kwa maana atoe akupe. Hata kama mnauziana, hata kama mnabadilishana, lakini ni kwamba uhakikishe, utambue ya kuwa mtu ndiyo ambaye inapaswa wewe uweze kufaidika na kuwa na mafanikio kupitia mtu. Zipo asbabi nyingi, zipo njia nyingi za kuweza kupata mafanikio kutoka kwa mtu, ima kwa kumuuzia kitu au kununua kitu au kubadilishana au makubaliano. Lakini kuna kuweza kufaidika na kupata mafanikio kutoka kwa mtu kutokana na nini? Kutokana na vile ambavyo unavyoishi na mtu na watu. Tabia ndio kitu kikubwa sana, inwani kubwa sana ya yote. Mfano, unaweza ukawa unafanya muamala na mtu, lakini muamala huo ukawa ni muamala mfupi sana au mdogo sana wa muda mfupi, lakini tabia ikafanya muamala ule ukakuunganisha na ukamfurahisha mtu ambaye ana uwezo wa wewe kukutoa katika hali uliopo kwenda hali nyingine. Kwa hiyo tunaweza kuona hapa kwamba tabia ndio kitu cha kwanza, akhlaqi. Tabia, tunaposema tabia, sasa hapo ndio upo mjumuiko wa vitu vingi ndani yake. Utaongea na watu vizuri, utacheka na watu vizuri, utakuwa ni mwenye kutekeleza upendo vizuri. Unaona vitu hivyo, ndugu zangu, kwa hakika haipingiki ya kwamba mioyo ya watu huwa inakuwa ni yenye kulogeka, unaona, na mtu kutokana na tabia yake. Mfano, wewe ukiwa una tabia ya huruma, una tabia ya upendo, una tabia ya kujali, basi hakika utapata unachotaka kutoka kwa huyo unayemjali. Mathalani, mtoto mdogo utakapokuwa unaonyesha upendo kutoka kwake, basi mtoto huyo atakupenda, atakupenda, atakupenda. Hata kama wewe sio mzazi wake, sio baba yake, sio mama yake, lakini anaweza akakupenda mtoto huyo, akikuona na kulilia, ukimwacha analia kutokana na upendo. Sio mtoto tu, hata mnyama. Mnyama ukitaka akupende, mnyama ukitaka akujali, basi onyesha upendo kutoka kwake, mnyama huyo atakupenda kweli kweli. Unaona, hata mbwa ukiwa unakuja huko umembebea nyama, pande la nyama, ukampa, aisee, mbwa huyo atakuwa ni rafiki yake. Utaona ule mkia wake akikuona na unafanya hivi, unazunguka. Upendo, ndugu zangu, upendo ndio kila kitu. Jubilatil qulub lihubbi man ahsana ilaiha, umeumbwa moyo na nafsi na roho kupenda yule ambaye anayefanyia wema na uzuri. Sasa wewe ukiwa tabia zako ni mbovu, basi ujue umejiondolea sehemu kubwa sana ya 99.9 ya kuweza wewe kupata mafanikio kutoka kwa mtu yoyote. Hivyo basi, kitu cha kwanza uhakikishe uwe na tabia iliyokuwa nzuri, uwe mwaminifu. Wengi wamekosa uaminifu, wengi wamekosa kutokupiga hatua kutoka alipo kwenda mahala pengine kwa kutokuwa na uaminifu. Mfano, umeweza kumchukua mtu ukamweka mahala, ukamwambia simamia pana biashara au pana jambo hili lisimamie, basi mtu huyo akishaingia pale, hela pale zimekuwa nyingi, anashika milioni 50, milioni 100 mpaka 200. Alafu yeye akifikiria mimi napewa hati wa mwezi hapa, labda ninapewa shilingi 200,000, 100,000.
Kwa nini nisichukue hii milioni 50 hii milioni 10 hii nisinyokoe nikaenda nikafanya majambo yangu huko? Kumbe unajitengenezea mazingira ambayo ya kutokuwa mwaminifu. Mwisho wa siku unajiharibia na huwezi kufanikiwa. Kwanza issue inaanza kwa Mwenyezi Mungu. Kile unachokichukua kwa kuwa hakina baraka, umekichukua katika njia ya uwizi, basi Allah ataweza wewe kukupa pigo moja hivi linaitwa laana. Kwa hivyo ukitoka hapo, basi uhakikishe kwamba na ujue kwamba wewe huna baraka. Sasa ile laana ile ya Allah basi itakufanya wewe utakuwa nayo automatically, utajikosesha hata kwa mwingine na mwingine na mwingine. Kuna alama inawekwa katika uso wako, wewe huijui na mwingine haijui au haioni, lakini ile alama inaandikwa mnafiki au imeandikwa mtu ambaye sio mwaminifu au imeandikwa tapeli. Naam. Kwa hivyo jitahidi sana uso wako uwe na nuru ya ukweli na upendo na uaminifu na tabia zilizokuwa njema. Hakika utaiweza kuipata manufaa na mafanikio na utajiri mkubwa kutoka kwa mtu ambaye anayekuwa mbele yako. Lakini vipi utaweza kutajirika kutoka kwa mtu jirani yako au mtu wako wa karibu? Hiyo ni hatua ya kwanza. Kuna hatua nyingine sasa zile za dua, za mambo ya kiroho. Sasa mambo ya kiroho ni ile kumuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, na kuomba niweze pata fanikio kutoka kwa fulani pengine ni jibahili, fulani pengine ni ana ubinafsi na ana uwezo wa kunifanyia jambo lolote lile. Basi wewe cha kufanya ni kutarakabu kwa dua kwa Mwenyezi Mungu aweze kulainisha moyo wa huyo mtu wa karibu na wewe, uweze kupata mafanikio kutokana na yeye. Kuna watu wanaishi na matajiri wakubwa tu, kuna watu wanaishi na watu ambao wana uwezo ni mkubwa tu, lakini hana kujua kwamba je, nifaidike vipi kupitia huyu tajiri. Unaona, kuna matajiri wengine yuko tayari kwenda kumhonga hata mwanamke gari na kumjengea jumba kweli afu amtelekeze nalo, lakini kumbe huyo ana uwezo wewe kukufanyia jambo. Unachotakiwa ni nini? Ni wewe sasa ufaidi kutokana na yeye. Kuna taratibu zile unazifanya, ukishazifanya tayari, basi Mwenyezi Mungu anaubadilisha moyo wake, ambaye Allah ni muqallibul qulub, yuqallibul qulub. Anabadilisha nyoyo za watu ambao nyoyo hizo zimekuwa ni ngumu kama jiwe na kuwa laini na nyepesi kama pamba iliyoloa maji. Kwa hivyo hizo zote ni dua ambazo utakazokuwa unazifanya wewe ala kulli hali, kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuqallibu moyo wake huyo mtu. Hapo ndipo utaweza kufanya na kupata mafanikio. Lakini kabla ya kufika kwenye hiyo dua au kufika katika hayo mambo sasa ya kiroho, wewe ukoje? Je, tabia yako iko vipi? Tabia yako ni nzuri au tabia yako ni ya hovyo? Tumuombe Allah atuwafikishe. Tutakuja kujuzana mengi zaidi katika hayo.